Ndugu zangu wa Tanga, nikisimama katika ardhi hii ya Tanga, huwa siachi kumkumbuka mzee wetu almarhum Ali Mohamed Kibao Al-Buhuri, ambaye alichukuliwa na watu ambao, ili inabidi niliseme tu, pamoja na kuwa huko nyuma nililisema wakataka kunikamata na kunibambikia kesi ya mauaji ya Ali Kibao, lakini hili lazima niliseme tena na tena mpaka watawala watakapochukua hatua juu ya mauaji ya Ali Kibao. Siku ile wakati wanamchukua Ali Kibao kwenye basi Dar es Salaam, bahati nzuri ndani ya basi lile, pembeni ya dereva, kulikuwa na askari mstaafu. Kwa hiyo walipoingia wale watu kumchukua kwenye basi, wameingia na bunduki zao, wameliteka basi. Kondakta na dereva wakataka, kwa sababu basi liko chini yao, wahoji juu ya kile kilichokuwa kinaendelea kwenye basi. Yule askari mstaafu ndio aliyewaambia, tulieni, hamtaweza kufanya kitu, kwa sababu kwa aina za bunduki waliobeba watu hawa sio bunduki za polisi, ni bunduki ambazo zinatumiwa na watumishi wa idara ya usalama wa taifa. Mimi baada ya kupata maelezo hayo, nilizungumza kwenye vyombo vya habari, nikasema watuhumiwa wakuu wa mauaji ya Ali Kibao wanaopaswa kujibu ni idara ya usalama wa taifa. Lile likawakosa, lakini nataka nitumie mkutano huu wa Tanga kumkumbusha Rais Samia, mara baada ya mauaji ya Ali Kibao, Rais alitweet, aliandika ujumbe, akasema vyombo vya dola vichunguze. Huo ulikuwa ni mwezi wa 9 mwaka jana, lakini siku kadhaa baadaye, Rais akiwa Moshi kwenye shughuli ya jeshi la polisi, akatoa kauli akiwajibu mabalozi waliokuwa wanadai uchunguzi dhidi ya mauaji ya Ali Kibao. Akafananisha kifo cha Ali Kibao kama ni sawa na vifo vingine vya kawaida, na akawafunga mkono mabalozi. Rais Samia, mimi nataka kutumia fursa hii ya mkutano wa Tanga kumtaka Rais Samia atoe maelezo kwa umma, amechukua hatua gani mpaka sasa kwa vyombo vya ulinzi na usalama kushindwa kutekeleza maagizo yake juu ya uchunguzi wa kifo cha Ali Kibao. Ukimya wa rais na ukimya wa vyombo vya dola juu ya mauaji ya Ali Kibao
inaenda